Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio la moyo wangu, na kila wakati huwa natoa ushuhuda ya kwamba Mungu huwa ananilinda na huwa anakulinda hata wewe, hata kama umwambii huwa anakulinda. Siku ya leo nataka tujifunze kuhusu ni kwa nini maombi yetu hayaendi haraka. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli 5, pale Ezekieli alikuwa anaelezwa na Mungu kwa sababu ya nyota zetu, pile ambaye nyota zimewekwa njisa na ule mwovu Shetani. Unakuta mambo yako yako sawa, unakuta mambo yako yanaenda vizuri, lakini inafika wakati unakuta Shetani amekuja amekuwekea ile nyota yako njisa. Unakuta hata huwezi kuelewa unaelekea wapi. Kila wakati unaomba ndio unakuta vitu zinaharibika. Kwa sababu gani? Kuna ile njisa ambao umewekewa pale katika nyota yako, katika anga yako. Mahali pale unakuta haujiwezi, haujui unaelekea wapi, haujui unaenenda wapi. Lakini unapokaa katika njia za Mungu, unapokuwa unamtafuta Mwenyezi Mungu, unapokuwa umeweka moyo wako, unaambia Mwenyezi Mungu katika Zaburi 32 mstari ni wa 8, naomba unifundishe njia nitakayoifuata, tena mimi nitakufundisha kwa uangalifu mkubwa. Hakika na kuonyesha maono kwamba unaoniomba ndio mwanangu, lakini nyota yako imefungwa. Tafuta njia na maarifa, ni kwa ajili ya kufungua ile nyota. Nyota za watu zimefungwa. Na unaona sasa mtu anaomba, inafika wakati yeye mwenyewe anaenda na njia zingine, kwa sababu anaona huku kwenye anaomba akuenendi. Anaenda kwenye anaenda na njia tena anaenda anaongezea ile nyota yake kuwa ni nyeusi kabisa. Tunafanya nini ili tuweze kumtafuta huyo Mwenyezi Mungu? Tutafanya nini tuweze kumkaribia? Maandiko yanasema ya kwamba katika Isaya 55 mstari ni wa 6, maandiko yanasema ya kwamba kila wakati tumtafute Mwenyezi Mungu anapopatikana, na wakati ndio huu. Umulilie, umwambie Mwenyezi Mungu, angalia anga yangu iko na njisa, anga yangu imekamatwa. Anga za watu zimekamatwa. Hasa wakati huu unakuta mtu alikuwa mwimbaji mkubwa, lakini wakati wa sikiki, mnaanza kuuliza alipotelea wapi? Anaimbanga lakini ile nyimbo asiendi mahali, kwa sababu anga yake ilishikwa na ule mwovu Shetani. Unakuta mtu alikuwa mhubiri mkubwa, unakuta mtu alikuwa anapea watu mawaidha, unakuta mtu alikuwa anaenenda na njia iliyo sawa, lakini unakuta anga yake ilishikwa, ilikamatwa. Tufanye namna gani? Tumulilie Mwenyezi Mungu, tumutafute Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote. Mungu aweze kutuondolea anga ambaye Shetani ambaye amechafua. Na hakika wakati unakaa kwa Mungu, wakati unamtafuta, wakati kila dakika unakaa katika neno, wakati unamtafuta ndani ya hili neno, ile anga yako unakuta iko safi. Watu wanaanza kusema na mbona fulani ameanza kuinuka? Ameanza kuinuka ni kwa sababu anga yake iko safi. Ndugu yangu, dada yangu, anga zetu zimefungwa. Unakuta mtu amefanya kazi hata serikalini miaka mingi, lakini hakuna kitu ambaye ako naye wakati anaenda kulitaya ama akufe hapa katikati. Mkifika kule nyumbani mnakuta hata hajajenga, si ati ni kujenga. Anga yake ilikamatwa kitambo na ule mwovu Shetani na akaishika. Ndugu yangu, dada yangu, tujikase kabisa kwa sababu ya huyu Mungu. Tumutafuta, tufungulie anga zetu, tumutafuta aweze kufungua nyota zetu siweze kung'aa, kwa sababu mtu hataki kuona ukiendelea. Anaona umeshika njia ya kuinuliwa, anaona umeshika njia ya kuenda mahali, lakini anakimbia, anaenda anakufungia. Mkicheka na yeye, anaenda anakufungia anga yako. Nani awezaye kuifungua? Ni Mwenyezi Mungu peke yake hako na uwezo wa kufungua anga yako, hakuna mtu mwingine. Unapomulilia, unamwambia Mwenyezi Mungu, naomba uniambie na kuja mbele zako aje, ili uweze kunifungulia anga, ili uweze kunifungulia nyota, kwa sababu nyota yangu ni chafu. Watu wanahangaika ni kwa sababu ya nyota zao zikiwa chafu. Watu wanahangaika, watu hawaenendi mahali kwa sababu anga zao zilifungwa. Wewe ukafungiwa anga ya watoto wako. Unakuta wakati wengine wamesoma lakini kazi hawana. Watapata kazi wapi?
na anga yao imefungwa. Mahali wanaenenda, wakati wanatembea kwenda kuuliza kazi, ile anga ndio inatangulia pale, wanaonekana si watu wa kufaa, anga ikiwa imefungwa. Tuombe Mungu aweze kutufungulia anga. Ndugu yangu, dada yangu, tuombe Mungu atufungulie anga iweze kuwa safi. Ukiwa umefunguliwa anga, uko na uwezo wa kusoma neno. Ukiwa umefunguliwa anga, uko na uwezo wa kuelewa ili neno linamaanisha nini. Lakini wakati anga lako limefungwa, hakuna siku, ndugu yangu, dada yangu, utaelewa chenye kinaendelea. Kila wakati unakuwa unakutana na misukasuko. Wakati ambayo umeamuka asubuhi, ukaangalia ukaona leo, hakika leo ni siku yangu ya baraka. Ukiangalia shetani anacheka kwa sababu amekufungia anga. Hakuna mahali unasapita. Wakati mwingine unaenda kwa maombi, unakuta hata una breakthrough ya kuomba. Unakuta hata maombi hayaenendi. Ni kwa sababu gani? Anga yako imefungwa. Dada yangu, ndugu yangu. Na ndipo unaona watu wengi wanahangaika na wanapika wa mahali, hata wanatukana Mungu, wanasema hata hakuna Mungu, hata hiyo neno ni kitabu iliandikwa na mtu, kwa sababu wamekosa tumaini. Wamekosa tumaini kwa sababu anga yao imefungwa. Ndugu yangu, anga yao imefungwa. Anga yao imefungwa. Na utakitaka kufungua anga yako, lazima ujitolee kuwa na maarifa mbele zake Mwenyezi Mungu. Hosea 4 akasema ya kwamba mstari wa 6, watu wangu wanaangamia ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Hao maarifa ndio tumekosa, hata hatuwezi tukafungua anga zetu. Tunaangamia hapo. Mtoto anaenda na seka, mtoto anaenda nabika wakati, anaweka biashara leo, kesho anaifunga, anaweka hiyo siku ingine, anaifunga. Ni kwa sababu gani? Anga imefungwa. Anga ya biashara, anga ya kuinuliwa, anga ya kubarikiwa ilifungwa. Ndugu yangu, dada yangu, tutafute maarifa ndani yake Mwenyezi Mungu, tuweze kufungua anga zetu. Ndipo mambo yetu eniende vizuri, kwa sababu watu wanahangaika. Watu wengine hata wanajiua. Watu wengine sahi hata hawana imani na mambo na neno lake Mwenyezi Mungu. Na ndipo wanaona wanakimbia kwenda kuona zile vitu mbaya. Hawajui Mungu ni nani. Si ati Mungu hayupo. Mungu ako katika mlima wake wa Sayuni. Anakaa pale akitutazama. Angalau tuweze kufungua anga zetu, tuweze kumpikia Mwenyezi Mungu. Tuweze kufungua anga, tuweze kusafisha nyota zetu. Hizo nyota siweze kumpikia Mwenyezi Mungu. Lakini wewe umekaa, mlango umefungwa, wewe unaendelea na kulilia hapo kwa mlango, hata hujui kufungua mlango, hata hujui chochote. Unasema naomba Mungu akiwa mbinguni ashuke anifungulie huu mlango. Huu mlango wewe ndio unaufungua. Safisha nyota. Safisha moyo wako. Safisha moyo wako, safisha nyota yako, safisha anga yako ikuwe safi, ndugu yangu, na utaona bila Mungu atakutendea. Lakini usipofanya hapo, utaishi tu ukilia, ukiuliza Mungu ni wapi nilikosea, Mungu ni nini nilitenda, na utakuta hujatenda dhambi, lakini anga ndio imefungwa. Na ndio Mungu anangojea ufungue anga. Fungua anga yako. Fungua anga yako, uone vile Mungu atakuonekania. Fungua anga yako, uone vile Mungu anakutendea. Mungu ako na uwezo na ako na nguvu, na kila kitu iko hapa kwa neno, kila kitu. Ukiangalia mtu kama Ezekieli, Mungu alimwambia anyoe nywele zake aweze kufungua anga kupitia nywele zake. Ezekieli 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Nywele peke yake aliambiwa anyoe nywele zake aweze kufungua anga. Ukiangalia maandiko yanasema ya kwamba hata nywele za kichwa chako haujui hesabu yake, lakini Mwenyezi Mungu anajua hesabu ya nywele zako, anajua. Na ndipo akachukua mtu anaitwa Ezekieli, akamwambia kupitia nywele zako utaweza kufungua anga. Utaweza kufungua anga ya moyo wako. Utaweza kufungua. Ukisoma hiyo maandiko vizuri itakueleza Ezekieli alifanya nini. Alifanya nini? Tusimame na neno lake Mwenyezi Mungu. Tuite Mwenyezi Mungu, mwambie leo nimesoma hii neno. Mungu, nataka ufunuo, nielewe ni wapi ambaye nahitaji kufanya kazi yako vile inastahili. Na utaona Mungu bila atakufanyia. Angalia mtu anaitwa Yesu. Yesu alikuja ulimwenguni kutukomboa sisi.
alikuwa na nguvu zote. Maandiko yanasema ya kwamba yeye alikuwa Mungu, lakini alifanya maarifa. Maarifa alifanya ni kani? Alikutana na kipofu ambaye alikuwa aoni, lakini akachukua mate yake na mchanga akatengeneza, akapaka ule kipofu kwa macho yake, na akamwambia atelemka Jordan aende akanawe macho yake na ataona, na akaona. Maarifa. Wewe ni nini ambao unatumia ili anga yako iweze kufunguka? Unatumia nini mbele zake Mwenyezi Mungu ambaye iko kwa maandiko ili uweze kufungua anga na kusafisha nyota yako? Na ndipo unaona mtu amekaa kanisani miaka hata 50 na hako tu, lakini anga yake ilifungwa kitambo na yeye hako tu. Mnashangaa mbona mtu amekaa miaka mingi? Huo msichana ambaye anaimba kwaya miaka hii yote, watu wanakuja tu hivi wakiolewa, watu wanakuja hivi tu wakiinuliwa, watu wanaingia tu lea kwa mali pale, kwa sababu anga yake ilifungwa. Shetani akamwambia kaanga hapo. Lazima tuweze kusafisha anga. Yesu alitumia mate mara 3 akiwaponya vipofu. Na alikuwa na uwezo ya kusimama na kuambia Mwenyezi Mungu pumbua huyo macho yake, lakini hapana, kuna vile ambaye alitenda. Angalia mtu anaitwa Elisha. Wakati ambaye watumishi wake walimsii waelekee pale Jordan, maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wake mmoja alikuwa soka yake alikuwa ameyasima kwa mtu, ikaingia kwa maji, akapika nduru sana. Elisha akakuja akamuuliza imeingililia wapi? Akamwambia imeingililia pale. Akakata mti akatupa mahali pale, ile shoka ikaelea juu ya maji. Maarifa. Na ndipo unaona Ayubu 7:8 mstari wa 7 anasema ya kwamba na nyinyi muangalie maarifa ya wale waliotutangulia. Ni maarifa gani ambayo tunatumia? Ama tunakaa tu? Anga ilifungwa na tunakaa tu. Kila kitu ilifungwa, nyota yako ilifungwa, ikakanyangwa, ikatupwa, na wewe utupa hadi uko pale ukisema namngojea Mwenyezi Mungu. Kuomba unaomba vizuri, lakini itapenya wapi? Anga imefungwa. Unaomba vizuri kabisa, unaenda maombi ambayo ni ya kufunga, unafunga vizuri sana, lakini maombi haiwezi pita, haiwezi kapenya, itapita wapi? Imefungwa. Umewahi uliza Mungu ni nini? Umewahi ita Mungu mkutano? Uambie Mwenyezi Mungu njoo tusemesane leo. Isaya 1:18. Ngoja Mungu kaa hapa, uniambie ni kwa nini maombi yangu hayafiki. Hapo Mungu atakujibu, fungua anga. Hapo Mungu atakujibu, safisha nyota. Safisha nyota. Na ndipo unaona hapo chini mstari wa 17 katika kitabu cha Isaya 1:17 anasema ya kwamba jitakaseni, yosheni, tuoshe nyota zetu na tujitakase ili anga iweze kufunguka. Wewe na mimi tutaomba mpaka lini? Tunamngojea. Kuna mtu mwingine anasema mimi nangojea Mungu tu. Utamngojea, umngojee mpaka siku zako za kwenda kaburini zifike, kwa sababu ufanye vile ambaye anasema, ufungue nyota yako na ufungue anga. Na ndipo sasa nasikianga tunasemanga tukiomba tunasema na yale mapepo ambaye yanapita katika anga nimeyakamata, kwa sababu mapepo saa hii yanatumia anga za watu kufunga, sinatumia anga zetu kutufungia ili tusione pale mbele. Ndugu yangu, dada yangu, umefungiwa anga yako siku ngapi? Ama uko na mundakani wakati unajisikianga leo niko na breakthrough nataka kuomba, lakini ikifika wakati wa kuomba maombi hayaenendi. Leo wacha nikwambie ni kwa nini. Anga yako imefungwa. Anga imefungwa. Kitu kinaitwa anga imefungwa, na kitu kinaitwa nyota iliyo ndani yako ilichafuliwa. Tafuta vile utaweza kuongea na Mungu, na Mungu mwenyewe atakuonekania. Na ujumbe huu naamini ya kwamba ukiupata na upatie mwingine na mwingine, hakika tutafunguka macho. Tuache kungojea Mungu kwa mahali pamefungwa. Atupatie mwelekeo na njia ya kutufungulia anga zetu. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.